Shalom. Karibu katika kipindi cha neno la Mungu. Ujumbe wetu wa leo unatoka katika Injili kama ilivyoandika Yohana Mtakatifu sura ya 19 na mstari wa 19. Tusome. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Uyahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na kwa Kirumi na kwa Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali kwamba yule alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru tumepata nafasi ya kuja kwako kutafakari ujumbe wa neno lako. Tunakuomba kwa Roho wako tutafakarishe katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, ujumbe wetu wa leo unasema hivi: usipambane kufuta jina la mtu lililotengenezwa kwa kazi zake alizozifanya. Usipambane kulifuta jina la mtu lililotengenezwa kwa aina ya maisha yake aliyoyaishi kwa jamii, kwa watu. Tuna watu leo majina yao yanatajwa. Tuna watu leo heshima zao zinatajwa kwenye taasisi, maofisini kwetu tunapofanya kazi. Hawapo leo, wapo sehemu nyingine, lakini heshima zao zipo kwa sababu gani? Kwa sababu ya aina ya maisha walioishi hapo kwenye hiyo taasisi, hapo kwenye hiyo jamii. Majina yao yapo. Hawapo, wapo sehemu nyingine. Yapo kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi walizozifanya pindi walipokuwepo. Sikiliza nikwambie, kazi tunazofanya, maisha tunayoishi, hasa maisha mema, hasa kazi nzuri, utendaji kazi wako mzuri, uwajibikaji wako mzuri, uaminifu wako, uwazi wako unaotimiza katika shughuli zako, hivyo vitu vinabaki kuwa alama mahali hapo, kwenye mioyo ya watu, kwenye akili za watu. Matendo yako unayotenda mema yanabaki alama kwenye jamii ya watu. Matendo yetu tunayotenda yanabaki kuwa alama, kazi zetu zinabaki kuwa alama. Kwa hiyo kuna watu matendo yao yamebaki kuwa alama. Kuna watu kazi zao zimebaki kuwa alama kwenye mioyo ya watu, zimeandikwa kwenye mioyo, zimebaki kwenye taasisi, zimebaki ofisini, kazi zao. Hawapo, wapo sehemu nyingine, na pengine wengine wameshakufa, wapo duniani, lakini majina yao yamebaki, heshima zao zimebaki. Nini nataka nikwambie? Kazi ambayo, jina ambayo limetengenezwa na kazi linakuwa alama kwa watu. Heshima ambayo imetengenezwa kwa aina ya maisha mema kwa watu inabaki kuwa alama kwa watu mahali hapo. Wewe unapokwenda mahali hapo, ama uko mahali hapo, ukitafuta kupambana kufuta hiyo heshima ya huyo mtu, ukipambana kutafuta kufuta jina la huyo mtu, utapata shida sana. Halifutiki kwa uganga, halifutiki kwa uchawi, halifutiki kwa nguvu. Kinachoweza kulifuta hilo jina ni wewe kufanya kazi, tena zaidi ya yule, kwa uaminifu, kwa bidii. Fanya kazi zinazoleta alama kwenye taasisi, fanya kazi zinazoleta alama kwenye mioyo ya watu, fanya kazi zinazobaki kuwa ukumbusho kwenye maisha ya watu. Ishi maisha yanayobaki kuwa alama kwenye maisha ya watu. Hiyo ndo namna inayoweza kufuta jina, kufuta hicho kinachokuhangaisha mahali hapo.
Maandiko tuliyoyasoma yanasema aliposulubiwa Yesu ikaandikwa anwani, mfalme wa Wayahudi. Hiyo anwani ikawapa shida Wayahudi na wakuu wa makuhani, wakasema futa, usiandike mfalme, andika aliyejifanya. Pilato akasema nilichoandika nimeandika. Bwana Yesu hakupata jina kwa mabavu, kwa nguvu. Bwana Yesu alipata jina mpaka leo kwa kazi alizozifanya. Kwa kazi alizozifanya zilibaki kuwa alama kwa watu. Maisha aliyoishi yalimtengenezea heshima ya ufalme wa Uyahudi. Tengeneza heshima yako kwa maisha mema kwa watu. Tengeneza jina lako kwa kazi njema, kwa kujituma, kwa kupambana. Ukitaka kufuta jina la mtu, heshima ya mtu iliyotengenezwa kwa kazi, heshima iliyotengenezwa kwa aina ya maisha, jina iliyotengenezwa kwa juhudi, kwa bidii, kwa uwajibikaji wa mtu, utapata shida sana, utajichelewesha sana, utapata mateso sana, na mwisho itakuja kuwa laana kwako. Ujumbe huu ukutie nguvu, ukupe mwanga, upambane, ujibidiishi, uishi maisha mema yenye kibali, yenye baraka. Ubarikiwe sana. Amen.